Pengine swali kubwa linaweza likawa hivi, kwa nini imekuwa hivi? Na pengine wengi wanaweza wakawa wanajiuliza imetokea nini? Kweli hakuna kilichotokea. Nafasi yangu mimi niliyogombea ni ubunge na bado ni mbunge, na ubunge mlinipa ninyi wananchi wa jimbo zima la Kibaha, na hapa kuna uwakilishi wa jimbo zima la Kibaha. Mimi bado ni mbunge na nitafanya majukumu ya kibunge kwa nguvu zangu zote, kwa kadri mlivyoniamini na kwa kadri ya msaada wa Mungu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, ana uwezo wa kumteua mtu yeyote na kufanya kazi kwa niaba yake, kwa maana ya kumsaidia. Sio nafasi za waziri tu, hata utumishi wa umma. Hawa watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya rais, kwa sababu rais ndiye aliyechaguliwa na wananchi, na hivyo wananchi wameweka mamlaka yao kwenye kichwa cha mheshimiwa rais aliyopo. Na kwa sasa rais ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Anaweza akamteua mtu yoyote kumsaidia jukumu na akamuondoa mtu yoyote. Anaweza akaunda ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo ule muda nilioteuliwa mimi kama mliyenichagua, nikahudumia na kumsaidia mheshimiwa rais, nikafanya kile nilichofanya, na akaamua kunitoa, yote mawili tushukuru. Wala huwezi kujua kwa nini unaanza kuwa na wazo hasi tu. Kama ananitoa anataka kunipa nafasi nyingine, wewe unajua. Kwa hiyo mimi nadhani ndugu zangu wananchi wa jimbo la Pwani, na hapa nikisema na viongozi wote wa jimbo wa jimbo la Kibaha, kimsingi yale ni majukumu unapewa, unaweza kubadilisha ukapewa jukumu lingine. Sasa huwezi kumpangia rais tarehe ya kutoa hii jukumu hili na kupangia jingine, au hata kutokukupangia. Yote ni sawa tu, kwa sababu mwisho wa siku wote ni watumishi wa nchi yetu, tunatumikia watu, na nia ni ili mambo yaende mbele. Na kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru sana rais, kwa sababu ameniteua katika kipindi chake mara 4. Mkumbuke aliniteua nikawa waziri wa mambo ya ndani alipokuwa anachukua nchi baada ya hayati Magufuli. Lakini tukarudi akaniteua kuwa waziri wa katiba na sheria, lakini nimekuwa waziri wa sera, bunge na uratibu, lakini kawa waziri wa utumishi, lakini tena waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo karibu mara 5 ananiteua, hakuwahi kuwa amemuuliza mtu, na niko tayari kuunga mkono jitihada zake zote anazozifanya katika kujenga maendeleo na ustawi wa nchi yetu, na kamwe sitakuwa msaliti. Sijaumbwa hivyo, hamjanilea hivyo nyinyi wazazi wangu, na nitakuwa mtiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wake ambaye Watanzania wameweka mamlaka juu yake.